Lipi kosa langu? Lipi kosa langu? Hujambo na karibu Teachkrest. Mimi ni mwalimu wako wa lugha na fasihi Bi Kerubo. Leo hii nataka tuangazie hadithi iliyomo katika diwani ya kichaa cha Mlungula yenye anwani Lipi kosa langu? Lipi kosa langu ni hadithi ambayo imeandikwa na Titus M. Kiaoi. Titus anatupa hadithi yenye msururu wa vitushi ifuatavyo. Kwenye ploti tunaona mwanzo hadithi yenyewe imeandikwa katika mtindo wa nafsi ya tatu. Hivyo usimulizi wake upo katika nafsi ya tatu. Mhusika mkuu ni Furaha ambaye ni mama mwenye mtoto mmoja. Na mtoto mwenyewe anaitwa Tumaini. Na wanaishi kambi moja baada ya kuhama Makongeni. Maisha yao ni ya umaskini, upweke na ukiwa. Furaha anahangaika kutafuta riziki na karo ya Tumaini. Ikiwa unajiuliza wapi baba mtoto, hebu tuendelee. Kiini cha ploti yenyewe ni kwamba Furaha amejifungua mtoto 00 na amemuita Tumaini kwani alikuwa ni tumaini lake. Furaha aliamini kuwa mmewe angefurahi kumuona mtoto yule. Lakini mmewe anapoitwa na Maria anamkana mtoto kuwa aelezwe baba mtoto ni nani. Anaamini kwamba damu yake si chafu na hivyo mtoto yule ambaye ana ulemavu wa ualbino bila shaka si damu yake. Bobo anachukizwa na rangi ya Tumaini. Anamuona kama bahati mbaya na hataki watu wajue. Na hili linachangia yeye kutoweka. Anaenda kazini na harudi. Usiku huo, siku zifuatazo, siku zinakuwa wiki na wiki ikawa miezi na miezi ikawa miaka. Akawa amepotelea pote. Ujenzi wa mgogoro katika ploti hii ni kuwa Furaha anasimama kidete kuwa yule ni mtoto wake na Tumaini ni tumaini lake na hajali watu watakalolisema. Hivyo Bobo anaamkia kazi na kutoweka kama nilivyosema. Maisha yanazidi kuwa magumu kwa Furaha. Kumbuka sasa madeni yanajilimbikiza. Na hivyo inambidi aweze kuhama Makongeni na kurudi kwao kambi moja baada ya kuabiri basi la Tana Express. Anakuwa mgaga, anatafuta. Aoshe nguo, aende mjengo, awe mzegazega, kazi zote habagui. Anafanya vibarua hivi ili kupata riziki na karo. Kilele cha mgogoro wenyewe ni kuwa Tumaini amekuwa na ameanza shule. Anapoanza shule kunapanda shuka hapa na pale. Mwanzo kuna ule ukosefu wa karo, kisha kuna unyanyapaa haswa miongoni mwa wanafunzi wenzake ambao wanamuita au kumbandika jina mzungu wa Thika kutokana na rangi yake. Lakini tunaona hili linasuluhishwa kupitia kwa Bi Zaituni mwalimu mkuu ambaye anajaribu kuwafunza kuwa mabalozi wema kuhusiana na watu ambao wanaishi na ulemavu tofauti. Hivyo panaondokea kwamba siku moja Bwana Mikosi ambaye ni mwalimu katika ile shule ya kambi moja yu zamuni. Na wageni wanaodai kutoka
National Council of People Living with Disabilities wanafika shuleni wakiwa katika gari aina ya Toyota Corolla. Wageni hao ni 4 na anayeongea kwa niaba yao si mwingine bali ni Hamisi Hussein. Hamisi Hussein anajitambulisha kwa mwalimu mkuu ambaye ni Bi Zaituni kuwa mtoto Tumaini amechaguliwa kwa ufadhili wa kila mwaka kutokana na baraza hilo la watu wanaoishi na ulemavu. Bi Zaituni anakuwa na furaha na hivyo anamshirikisha naibu wake kujaza fomu na hata kuwaarifu walimu wengine kuhusu habari hizo njema. Kisha baadaye wale wafadhili wanadai kuwa kuna jambo ambalo halijafanyika. Eti pana sehemu ya mamake Tumaini kutia saini na pia wanahitaji kuchukua picha 1-2 za maskani pao Tumaini. Hivyo Bi Zaituni anaamua kumuita Tumaini na kumpasha zile habari na kisha kumwambia kwamba aandamane nao hadi kwao ili wakutane na mama yake. Siku hiyo kumbuka Tumaini alikuwa amemwambia mamake asichelewe kufika shuleni. Hivyo mamake akaamua mwanzo kabla aende shuleni aende kwa Bi Zawadi ambaye ni tajiri katika kijiji chao kule kambi moja angalau aweze kupata kazi. Lakini siku hii habahatiki kwa sababu wafanyakazi walikuwa wameshafanya kazi zote. Kutokana na ukarimu wa Bi Zawadi anakopwa shilingi taslim 500 taslim ambazo Furaha ambaye ni mama Tumaini angezitumia kulipa karo, alafu zingine kwa kupata tu hata chakula, kisha angezilipa wiki ambayo ingefuata. Baada ya kukabidhiwa zile pesa anafululiza moja kwa moja hadi shuleni. Anapofika shuleni anakawia sana sababu anapata kwamba mwalimu mkuu ana mkutano na walimu, na baada ya hapo walimu wanatoka kiingia ofisini kwa ofisi ya Bi Zaituni, na inapofika chamsha ndipo wanakutana na Bi Zaituni. Na katika harakati hizo za kuzungumza hata anashangaa mbona anaambiwa hongera. Katika maongezi yale ndipo inawabainikia kwamba Tumaini ameweza kutekwa nyara na wale wafadhili. Hivyo walikuwa ni wahalifu. Ni lipi wanalifanya? Tunaona Bi Zaituni anapigia Bwana Hamisi Hussein lakini anapata simu imezimwa. Tension. Haya, jambo la pili ambalo linafanywa ni polisi wanaitwa Chifu Mikasa na Wasili. Furaha analia anadai mtoto wake ambaye ni Tumaini, na hili linafanya shughuli zote za shuleni ziweze kusambaratika. Msako unaanza, tunaona hata habari zinasambaa mitandaoni, si WhatsApp, si Twitter, si Telegram, si Facebook, kuhusiana na kupotea kwa mtoto Tumaini. Msako unapoanza tunaona Mwasimba ambaye ni kakake Furaha anatiwa pingu na kuandamana na polisi hadi kituo cha polisi ili kusaidia katika uchunguzi, lakini bibi yake anasema kwamba huu ni mchezo tu, akitoa pesa fulani ataweza kutoka. Lakini Chifu Mikasa anasema kwamba mkono wa sheria utaendelea. Haya, tunachoona ni kwamba baadaye Bi Zaituni anachukuliwa jioni kuhojiwa. Pale anaandikisha
ripoti yake pamoja na Bwana Mikosi na hata Furaha. Na tunaona yeye anasema kwamba asitiwe pingu kwa sababu yeye ni mwathiriwa wa yale yaliyofanyika. Operesheni ya msako inafanywa barabarani kwa ushirikiano wa raia na polisi. Kisha tunaona wahalifu wanafumaniwa nchi jirani wakitafuta soko la kuwauza mazeruzeru ambapo wanapigwa kituto, mob justice. Alafu Tumaini anaokolewa, anafanyiwa uchunguzi wa kimatibabu na kupewa ushauri nasaha. Na hadithi yake kwa sababu imeweza kuenea kote kote, baraza la watu wanaoishi na ulemavu wanaamua kumfadhili. Na pia kuna wafadhili wengine ambao wamefika kule na wameweza kusaidia kuipa ile shule muonekano mpya, kwa mfano kutia paa jipya. Na haya yote yanafanya Furaha kuwa na furaha tena, licha ya kwamba alikuwa na furaha mwanzoni, kisha akawa anateseka na mwishowe ana furaha kwani mwanawe ameweza kufadhiliwa. Na hivyo hana yale mawazo kwamba atamwambia mwanawe vipi kuwa ameshindwa. Dhamira kuu zinazojitokeza katika ploti hii ni unyanyapaa wa watu zeruzeru. Kwa mfano Bobo anamkana mwanae, Tumaini anatekwa nyara ili kuuzwa. Tunaona pia pale Tumaini anapo bandikwa jina. Hayo yote ni unyanyapaa wa watu zeruzeru, stigmatization. Kisha kuna ukatili wa kijinsia. Furaha anatemwa na Bobo ambaye anatoroka majukumu yake. Kisha tunaona umaskini kutokana na hali ambayo Furaha alikuwa anaishi, wakawa anafanya kazi za kijungujiko, anapambana lakini hazimlipi vile. Hata ukiangalia maisha, chumba ambacho alikuwa anaishi kilikuwa ni cha upweke na ukiwa mno sana. Hata vitu vilikuwa ni vya kuhesabika. Jambo lingine tunaona ni umuhimu wa elimu. Tumaini anashambuliwa lakini mwishowe anapata ufadhili wa kusoma. Hata tunaona watu kama walimu kutokana na elimu wameweza kupata ajira. Kisha tunaona kuna ushirikiano wa kijamii, kuna raia na polisi ambao wanaungana kumuokoa Tumaini. Kinaya kikuu kinachojitokeza ni jina Tumaini ni kinaya. Bobo anamuona kama bahati mbaya lakini kwa Furaha na mwishowe kwa taifa, Tumaini anakuwa ni tumaini la kubadilisha mitazamo kuhusu watu zeruzeru. Na hata sio hivyo tu, kutokana na yale yaliyomfika, tunaona kwamba amewezesha shule yake kupata muonekano mpya. Hivyo basi, natumai umeweza kujifunza kuhusu hadithi hii. Ilikuwa ni tamu sana. Hivyo katika video inayofuata tutaangalia ufaafu wa anwani lipi kosa langu. Lipi kosa langu? Hadi wakati mwingine, nimekuwa ni mwalimu wako Bi Kerubo. Zidi kusubscribe, kushare na kulike, na pia unaweza ingia katika kikasha tukazidi kushirikiana na kuwasiliana. Kwaherini.